Wanaitaka serikali ya kaunti kuwajibikia kuhusu hali mbaya ya usafi na upangaji wa mji wa Hola ambao ndio makao makuu ya kaunti ya Tana River. Abdulaziz Nameka na taarifa hii. Licha ya mji wa Hola kuwa makao makuu ya kaunti ya Tana River, sasa mji huu umegeuka kuwa kichaka, hali ambayo wakazi wanalaumu idara ya ukuzaji wa mji na kutoa wito wa kuondolewa kazini kwa afisa mkuu wa idara hiyo. Angalia mashimo amekaa, unafikiria barabara ambayo inapita ngamia na ngombe. Kwa nini? Sababu department imelala haba. Huyu chifu, naambia chifu, chifu, kama hii kazi imekushinda chifu bana, usumbuane. Kuna watu wengine wamequalify kufanya hii kazi. Uachilie ngazi, watu waingie hii town. Tunataka hii town ingare. Mji wa Hola uliopaswa kuwa kielelezo cha maendeleo ya kaunti leo unatoa taswira ya kutelekezwa. Hola ndio county headquarter. Na kama barabara zitakuwa na madhenge zote za town, itakuwa ni picha mbaya. Headquarter lazima ikae kama headquarter. Unaona? Wasije wanaleta lawama. Unaona chifu amezembea, lakini utasikia mtu anasema governor amezembea. Maana yake unajua anasema mguu ukioza kichwa nacho kitapata nini? Shida. Lakini tuangalie watu gani wanaomuumiza governor. Ni hao machifu ofisa wengine amechagua. Kama huyu Aribotole. Angalia sasa hapa madhengi imejaa. Barabara zimevamiwa na vichaka, njia za watembea kwa miguu zimefutwa na mimea, huku maeneo yaliyotengwa kwa miundo mbinu yakigeuzwa malisho. Wakazi wanadai kuwa idara ya ukuzaji wa mji imekuwa ikipokea na kutumia mamilioni ya shilingi kwa kile wanachoita shughuli hewa za kufyeka vichaka, miradi ambayo wanasema ipo tu kwenye karatasi. Gavana wa kaunti ya Tana River kutengua uongozi wa idara ya ukuzaji wa mji na kuchunguza matumizi ya fedha zilizotengwa kwa kuboresha mji. Hizi madhenge zitolewe ili wale madereva wa pikipiki wa magari wapate kuona mbali. Tumetoa wito wiki moja hii barabara tuone imekuwa safi. Ama kama wataki tupige maandamano mengine kali sana hapa ya vijana. Wakazi sasa wanasema huu sio uzembe wa kawaida, bali ni ishara tosha ya kushindwa na uongozi, huku wakiitaka tume ya EACC kuingilia kati na kufanya uchunguzi wa ubadhirifu wa fedha katika kaunti hii. Abdulaziz Nameka, TV47, kaunti ya Tana River. Na mtazamaji, taarifa yake